Ya. Hii filamu imekuwa inspired na tukio la ukweli, japo kuna matukio pamoja na majina ambayo yameongezwa kwa ajili ya kunogesha simulizi hii. Filamu inaanza na binti mmoja anaitwa Nia. Alikuwa akisoma Qur'ani baada ya swala ya alfajiri. Hapa nyumbani anaishi yeye pamoja na mdogo wake Prin pamoja na Mayang. Mayang siku hiyo alikuwa mwandaa kifungua kinywa kwa ajili ya familia nzima. Familia hii ilikuwa imejaliwa upendo kweli kweli, lakini mbona mzee anatoka na begi na yuko wa mbuzi namna hii? Wakamuuliza unaenda wapi? Mzee akasema kwamba mimi naenda Medan kwa ajili ya kwenda kujifunza dini. Lakini ukweli ni kwamba huyu mzee ni kama ameongopa tu, kwa sababu wamemaliza kutarakiana pamoja na mke wake, kwa sababu kuna ugomvi ambao umetokea ndani ya familia. Tutajua tu hili swala. Nia alivyoingia ndani akamkuta mama yake analia. Baada ya kumuuliza mama hao akawa amekiri kwamba mme wangu ameniacha, amenipa talaka. Ikawa ni huzuni ndani hapa. Nia mara nyingi alikuwa akisoma huku anaendelea kuuza vitafunwa shuleni huko. Sasa kutokana na kazi pamoja na masomo, mara nyingi binti alikuwa anachelewa sana kufika shuleni. Baadaye mama yake Nia akamweleza rafiki yake kwamba mme wake alimwacha kwa sababu mwanamama huyu aliuza mbuzi ambao mme wake alikuwa akiwafuga ni kwa ajili ya kutunza akiba kwa ajili ya kumsomesha binti yake Nia atakapofika chuoni. Sasa huyu mwanamama baada ya kuziuza hizo mbuzi, mme wake alikasirika, hivyo akaona njia nzuri ni kumwacha huyu mwanamke kwa sababu hamsikilizi yeye. Sasa huyu mama anasema kwamba aliuza zile mbuzi ili anunue mahitaji ya familia pamoja na dawa, kwa sababu yeye ni mgonjwa. Mpaka hapo unapomuona rafiki yake kwa ameshangaa tu, hiki ni nini kilichotokea? Akamsitu huyu mwanamama amtangulize Mwenyezi Mungu. Shuleni Nia alikuwa bize sana na biashara, na walimu walikuwa wamempa ruhusa kwa sababu huyu binti alikuwa na akili na walikuwa anajivunia kila mtu. Kuna mwalimu mmoja alikuwa amefika hapo na kwa amemwambia kwamba apeleke vitafunwa katika chumba cha walimu. Pia anahitajika kwenda kumuona mkuu wa shule kwa sababu alikuwa anahitaji kumuona. Nia alikuwa ni mwanafunzi mwenye ufaulu mkubwa sana na alipata nafasi ya kuingia chuo kikuu bila hata kufanya mtihani. Mkuu wa shule hii alimwahidi aendelee kusoma binti kwa jitihada zake zote, na kisha akawa amemwambia kwamba amempatia ufadhili wa masomo ili binti aende kusoma huko nje. Atapatiwa pesa za matumizi, makazi ya bure, na yote haya ni kwa sababu ya akili yake na moyo ambao binti alikuwa nao kwa kila mmoja aliyekuwa karibu naye. Hii ilikuwa ni habari njema sana kwa huyu binti, lakini sasa binti alikuwa na wasiwasi kubwa sana kwenda kusoma masomo mbali na familia yake. Je, familia yake nani atakayeihudumia? Na yeye pekee ndiye dada mkubwa ambaye anahakikisha familia yake inapata chochote kitu. Akamsihi mkuu wa shule kwamba kama ni kusoma, yeye atafutiwe sehemu ambapo atasoma karibu na familia yake, hivyo huo ufadhili akaomba binti apewe mtu mwingine. Hili jambo likamfanya mkuu wa shule kujivunia sana huyu binti, ana moyo wa kipekee. Tukiachana na haya mambo, tumfahamu kijana mmoja anaitwa Andri. Huyu alikuwa na maisha magumu kishenzi. Mama yake alikuwa anamlazimisha kutafuta pesa kwa sababu baba yake alikuwa ni mgonjwa. Mshikaji alikuwa analala kama popo akipata nafasi ya kulala. Sasa huyu jamaa alienda kukopa pesa sehemu kwa tajiri mmoja akiahidi kwamba atafanya kazi, lakini baada ya kupewa pesa hizo, badala ya kwenda kununua dawa za baba yake, yeye akaamua kununua madawa ya kulevya. Sasa zile chenchi zilizobaki akaenda kumpatia mama yake. Wakati anatoa hizo pesa kumpa mama yake, akawa amedondosha madawa ya kulevya hapo chini. Mama yake akuwa ameyaona. Hili jambo lilikuwa linamuumiza sana huyu mwanamama, kwa sababu madawa ya kulevya yalimtoa Andri gerezani siku sio nyingi. Hili jambo mama yake lilikuwa linamuumiza, hahitaji kumuona Andri anarudi tena mikononi mwa polisi. Lakini kijana ndo wapi, kijana akawa amechukua madawa yake akawa ameondoka hapo, hakujali kabisa hali ya mama yake, akabaki hapo tu mwanamama analia, analalamika yeye mwenyewe. Kwa upande wa mama yake Nia, licha ya kwamba hali yake ilikuwa ni mbaya ya kiafya, lakini hakuhitaji kumtia majukumu mazito sana mtoto wake. Alikuwa anahitaji Nia pia apate nafasi ya kusoma. Akaamua kufanya majukumu yake huku akiwa naumwa hivyo hivyo ili wapate pesa kidogo. Baada ya kuwa amepata pesa kidogo, mwanamama huyu akaamua kwenda kufanya uchunguzi wa afya yake. Akawa amegundulika kwamba ana tezi pamoja na matatizo ya moyo. Kutibu haya magonjwa kwa hii familia ikawa ni mtiti, gharama ni kubwa, ni pesa nyingi sana zinazohitajika hapa. Sasa hili jukumu liko limemwangukia dada mkubwa na si mwingine ni Nia. Ili kumsaidia mama yake kupata pesa za matibabu, ikalazimika binti
kufanya kazi kwa bidii zaidi kuliko kusoma. Kwenye kupitapita akawa amekutana na kijana Andri, akanunua anachokiuza huyu binti. Lakini sasa huyu mshikaji anapomtazama huyu binti kwa hili jicho la mkopo, kweli tutamaliza hii filamu. Siku moja rafiki wa familia hii anaitwa Marco akawa amemkaribisha Nia ili aende kukaa nyumbani kwake kwa muda ili aweze kupata nafasi nzuri ya kujisomea, kwa sababu mtihani ni wiki ijayo tu. Yeye huyu mwanamama ana watoto wengi sana, lakini kwa sasa wengi wanasoma nje na wengine wanafanya kazi nje ya huu mji. Marco alimtunza huyu binti kama binti yake wa kumzaa na alimpenda sana, akawa amemsihi sana binti asifanye biashara ili azingatie sana masomo, lakini binti akawa amesisitiza kwamba ni lazima afanye hivyo familia yake isife njaa. Akawa amemwahidi sana huyu mwanamama, alikuwa anamuita anti, atajitahidi kusoma kwa bidii kubwa na atafaulu vizuri tu. Marco akawa amemruhusu afanye hivyo. Shuleni walimu wakawa wamegundua kwamba binti alama zake zimeanza kushuka. Ni kwa sababu hapati muda wa kupumzika, hapati muda wa kusoma vizuri, majukumu yamekuwa mengi sana. Hili likaanza kuwatia wasiwasi sana walimu, kwa sababu huyu binti alikuwa ndio mtu ambaye wanajivunia kwenye shule hii. Binti akaendelea kufanya kazi zake kama kawaida. Andri akaanza kumfuatilia huyo binti. Siku moja akamuita ili ampatie tunda moja linaitwa duriani, lakini Nia akawa amekataa kwa sababu hilo tunda halipendi. Akaomba radhi kisha akaendelea na biashara zake. Andri anamwangalia sana huyo binti kwa jicho la tamaa. Licha ya maisha magumu, Nia alikuwa ni msichana mwenye nguvu na hata akaanza kujifunza sanaa za kujilinda. Siku hiyo baada ya mazoezi sana, akawa amechelewa sana kurudi nyumbani, akawa amerudi usiku. Shangazi yake Marco akawa amekasirika sana kuhusiana na binti kurudi usiku. Binti, unarudi vipi usiku nyumbani? Akamwambia kwamba kama ni hayo mafunzo yenu ya kujilinda, ni bora uyaache kabisa. Taki kabisa upoteze muda kwenye hicho kitu, wekeza kwenye kusoma. Usitumie hii mbinu ya kwenda kujifanya unafanya mazoezi ili kufanya mambo mengine. Haya, ingia ndani, nenda kasome. Binti akawa ameingia ndani. Sasa akiwa ndani, huyu binti alikuwa na mpenzi wake mmoja anaitwa Rama, ambaye kwa sasa ana miaka 3 hawajaonana naye. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Rama amepelekwa nje ya nchi, yuko uzunguni huko kwa ajili ya matibabu ya moyo. Ni moja kati ya kijana ambaye alitamani sana kumuoa Nia siku moja itakapofika. Sasa wakati wanazungumza, Marco alikuwa anasikia kila kitu. Rama anatamani kumuoa kabisa huyu binti, lakini ana wasiwasi, anaweza kufa mapema na kumwacha binti akiwa katika huzuni, na kwa sasa ni wazi kwamba amechoka sana kunywa zile madawa kila siku. Binti akamsihi sana Rama asife moyo, aendelee kuomba, amtangulize Mwenyezi Mungu. Marco ikabidi kujitokeza tu hapa mbele ya binti. Binti ikabidi kukata simu. Sasa huyu mama anashangaa, wewe binti umetoa wapi hii simu kubwa? Binti akasema kwamba alinunuliwa na Rama. Marco akawa amemuuliza, Rama ndo mpenzi wako? Binti akawa amekubali. Marco akawa ameshangaa sana, kwa nini Nia amekwisha kuanza haya mambo, mbona mapema sana? Anamhurumia. Akawa amemshauri Nia aache kufikiria mambo yasiyokuwa na muhimu, azingatie sana kwenye kusoma, aache kuzingatia ndoa, ni bora azingatie masomo pamoja na biashara. Hayo mambo mengine yatakuja yenyewe tu, sio mambo ya kuyaendea. Marco akamwaga maneno ya kiutu uzima, akamjaza moyo binti ili asiingie katika njia isiyokuwa mzuri. Kwa upande mwingine, Andri siku moja poa huko mashine akienda kuiuza kwa bwana mkubwa anaitwa Dadang, akisema kwamba ameipata huko kwenye mihangaiko yake kijiji cha jirani. Dadang akawa amekubali kuinunua kwa pesa ndogo tu. Sasa huyu mshikaji kwa sasa anatangatanga tu, hana sehemu yoyote pa kulala. Akawa amemuomba Dadang kwamba apate sehemu pa kulala. Dadang amemwambia kwamba mimi sina chumba cha kukupa ukalale, labda ukalale katika chumba cha rafiki yako huko anaitwa Harry. Maisha ya huyu jamaa kwa sasa ni kuungaunga tu. Akiwa hapo akamwona Nia akiwa anatoka shuleni akiwa na rafiki yake. Siku hiyo binti hakuamua kurudi moja kwa moja kwa shangazi yake, aliamua kwenda kwa mama yake. Hili jambo shangazi lilikuwa limemkwaza, akaanza kuhisi pengine alichomwambia binti Nia jana usiku alichukia, ndo maana hajaamua kwenda kwake, amaamua kwenda kwao. Marco aliwaza hilo kama mtu mzima, akamuuliza binti, lakini binti akasema kwamba yeye hana kinyongo kabisa na shangazi yake, alichoamua ni kuja nyumbani tu kwa sababu hali ya mama yake kidogo haikuwa nzuri sana. Marco akalazimika kuelewa, lakini alijiuliza mambo mengi sana na moyo wake ulikosa amani. Siku za mitihani zikafika, wanafunzi wote wakaanza kufanya mitihani kwa juhudi kubwa sana. Yaani hapa kichwani kama una kitu ndo muda ambao ni kupandisha makamasi tu, kuanzia mtihani unaanza mpaka mwisho. Siku moja Nia akiwa bize matembezini na rafiki yake, siku hiyo Rama akawa amempigia simu, ana huzuni sana. Mshikaji akawa amemjulisha kwamba mama yake mzazi amefariki dunia. Rama alivunjika moyo sana kwa sababu hakuweza hata kumwaga mama yake kwa mara ya mwisho. Yeye yuko nje ya nchi kwa ajili ya matibabu ambayo mpaka saizi hajaisha.
akamsihi Nia asimwache kamwe, kwa sababu yeye ndo mtu pekee ambaye yuko karibu na yeye zaidi, ni mtu ambaye anaweza kumtia moyo na kumpa faraja. Baada ya mtihani kuisha, Nia akawa amepata matokeo mazuri sana na ufaulu wake ulikuwa ni kiwango kikubwa. Mama yake pamoja na Rini na ndugu zake wakawa wamefurahi sana baada ya kupata habari hizo. Mama yake alimuomba msamaha binti yake kwa kushindwa kumpatia zawadi hata kidogo tu, hali yake ni mbaya, lakini Nia akawa amemshangaza mama yake kwa kumzawadia pete ya dhahabu. Akamwambia kwamba amebangaiza alikobangaiza amepata hii zawadi, akawa amempatia mama kama asante ama shukrani ya malezi yake, kumlea yeye pamoja na mdogo wake Rini tangu akiwa watoto wadogo. Hajawahi kuwakatia tamaa licha ya ugumu wa maisha wanayopitia. Sasa hii familia iliendelea na ufugaji kama kawaida kwa wale mbuzi wachache waliokuwa wamebaki. Binti alipokuwa anarudisha mbuzi bandani, akawa amekanyaga msumari. Huu msumari ulikuwa na kutu, lakini binti hakujali, akawa amejiweka sawa, kisha akawa ameendelea na biashara yake kama kawaida. Sasa kabla hajatoka na biashara, akawa ameomba mwamvuli kabisa, kwa sababu hali ya hewa haikuwa nzuri. Binti akaingia mtaani kupiga biashara zake. Kwenye kupitapita, akawa amepita kwenye kibanda cha Dadang. Hapa palikuwa na vijana wengi sana walikuwa wamenunua chakula. Sasa Andri alikuwepo pia hapa, anamtazama tu huyu binti, anamviziaga sana, kwa sababu ya uzuri wa huyu binti unamvutia kila siku. Sasa binti baada ya kuwa ameondoka hapo, Andri akawa amechukua kamba na akaamua kumfuatilia huyu binti. Kwa bahati mbaya sana, binti lile jeraha lake mguuni mwake lilikuwa linamsumbua. Andri akaamua kupita njia ya mkato ili kumvizia Nia kwenye sehemu ambayo ni pweke, hatopata msaada kwa haraka. Sasa katika purukushani, bidhaa zote za chakula kiko kimemwagika, kimetapakaa chini. Huyu mshikaji akawa amemshambulia binti na binti akawa amepoteza fahamu. Sasa tuachane kwanza na hili tukio, tuende nyumbani kwa kina Rini. Mama yake akawa amemuuliza Rini, dada yako hajafika nyumbani? Rini akawa na wasiwasi kwa sababu hajamuona kweli dada yake hapa, na wanapiga simu haipokelewi. Mama yake akawa ameingiwa na wasiwasi sana. Sasa muda wakati ana swali, akaanza kusikia kama kuna sauti ya mwanaye inamuita, inaomba msaada. Sasa hili jambo mama alipata kama maono, lakini hakujua moja kwa moja anafanya nini zaidi ya kuswali tu. Akaomba sana juu ya binti yake, lakini kwenye kutafakari anapata picha inakuja kama ndoto, anaona kama binti yake anapitia shida fulani, lakini hajui afanye nini zaidi ya kuswali. Kwa sababu ya hofu, akampigia shangazi yake Nia, yani Mako, ili kumuuliza kama binti yake kafika huko. Mako akawa ameshangaa, akasema kwamba hata yeye hajampata binti kwenye simu na binti hajafika hapo. Wakawa wamepigia simu marafiki zake wote wakasema kwamba hawajamuona binti mpaka muda huu. Sasa tukirudi upande wa msituni, baada ya Nia kuwa amepoteza fahamu, Andri akaficha kabisa ule ushahidi wote, akawa ametupa vile vifaa vyote vya Nia msituni huko, akamfunga kamba na akambeba na akawa ameingia naye ndani zaidi msituni. Andri baada ya kufika huko akawa ametekeleza kitendo cha kinyama zaidi zidi ya Nia, ambaye tayari alikuwa hana uwezo wa kujitetea kwa namna aina yoyote. Baadaye akaukokota mwili wake akaingia nao ndani zaidi ya msitu. Kutokana na matumizi ya madawa ya kulevya, huyu kijana hakuwa na huruma ya aina yoyote. Yeye alichokuwa na kitenda, aliona yuko sawa tu, akaenda kuiba jembe sehemu moja kwenye nyumba pembezoni huku, kisha akaamua kuuzika mwili wa Nia kwa siri. Ukiachana na unyama wa huyu bwana mkubwa, upande wa familia yake Nia, hofu iliendelea kutanda. Wakaamua kwenda kutoa ripoti polisi kuhusiana na kupotea kwa Nia. Upande wa kijana Andri, kama nilivyokuambia, siku hizi halali kabisa nyumbani kwake, analala tu kwenye mageto ya washikaji. Sasa kutokana na tukio alilotenda, hofu ikazidi kumtawala, akawa anakosa kabisa usingizi, analala kwenye geto la mshikaji Henry. Henry akawa amepata habari za kupotea Nia kwenye mitandao ya kijamii. Akawa amemuuliza mshikaji, mara mwisho binti amepotea baada ya kuwa amekuja kutuuzia bidhaa. Vipi, unajua chochote kuhusiana na binti? Lakini mshikaji hakujibu chochote kuhusiana na hilo swali. Ikabidi kujifunga tu kulala hapa, lakini usingizi wenyewe hata hauji. Lakini anajua ukweli kilichotokea. Nyumbani familia nzima wakawa wanawaza namna ya kumpata Nia. Sasa simu ya Nia waliipata ilikuwa ndani humu. Binti aliacha kwa sababu aliona mazingira ya nje kutakuwa kuna mvua baadaye. Rama akawa amepiga simu. Rini ikabidi kuipokea. Akamjuza Rama kwamba Nia amepotea. Kila mmoja anawaza namna ya kumpata Nia. Hili jambo likuongeza wasiwasi mkubwa sana kwa Rama. Nia ndio mtu pekee ambaye alikuwa akimfariji katika kila nyakati. Sasa kwa sababu ya hofu ya kumpoteza dada yake mkubwa, yani binti Rini, siku hiyo alivyolala akaota anamuona dada yake akiwa kwenye giza mahali. Dada yake anasema kwamba, mdogo wangu, siwezi mimi kuungana pamoja nanyi, nilipo hapa kuna giza kubwa sana, siwezi kurudi nyumbani mdogo wangu. Nia analia kwa uchungu. Hii ni ndoto ambayo ilikuwa ina maana kwamba binti tayari amekwisha kuingia udongoni. Rini baada ya kushtuka akaingiwa na wasiwasi sana, akahisi kabisa pengine dada yake kuna jambo baya zaidi limemtokea.
Kesho yake wanakijiji wakaamua kuingia pamoja, wakapiga msako kumtafuta Nia. Sasa kwenye kutafuta wakawa wamepata beseni pamoja na mabaki ya chakula, vyote vimetelekezwa msituni huko na ni mali ya Nia. Polisi pia ikabidi kuingia kupiga msako wa kutosha. Zoezi likawa kubwa kuliko mwanzoni. Waandishi wa habari ni kurusha tu mbashara kuhusiana na hilo jambo. Sasa upande wa Dadang akiwa anatazama tukio hilo, Hari akawa amefika hapo akasema kwamba kuhusiana na hili jambo la Nia kutoweka, kuna kitu mimi nahisi hakiko sawa, kwa sababu huyu binti alitoka hapa kabla ya kutoweka. Atakuwa ni Andri anahusika na kutoweka kwa huyu binti. Nenda akamuuliza mjomba. Dadang akawa ametoka hapo kweli kwenda kumuuliza Andri, unajua kuhusiana na kupotea kwa Nia? Mshikaji akakataa kabisa, akasema hajui. Dadang akasema kwamba kiukweli nimeanza kuwa na mashaka na maisha yako, wewe kuendelea kukaa hapa nadhani sio sahihi, inabidi utafute sehemu pengine pa kukaa. Msako mkali upande wa msituni uliendelea kama kawaida kila siku. Sasa siku moja kuna watoto waliokuwa walikuwa wanacheza eneo ambalo mwili wa binti ulikuwa umefukiwa. Sasa walivyoona kamba, wakawa wameivuta kamba hiyo, ilikuwa imetoa mkono wa binadamu. Wakawa wametoka hapo na kwenda kuita watu. Sasa hii habari ilikuwa imewafikia wanakijiji, wakawa wametoka hapo na kwenda kumjulisha mama yake Nia kwamba wameupata mwili wa Nia ukiwa umezikwa msituni. Habari hii ilivunja moyo familia nzima. Kifo cha Nia kilikuwa ni kifo ambacho kilimshtua kila mmoja. Mwana mama Mako, shangazi yake, alilia kinoma kwa sababu anakumbuka mara ya mwisho binti aliondoka kwake ni kana kwamba alikuwa na kinyongo na yeye, lakini binti alimthibitishia kwamba hakuwa na kinyongo yoyote. Huyu mama alimpenda Nia kama mtoto wake wa kumzaa. Kwa sasa anafaa kukubali kwamba binti hatamuona tena, amekwisha kuondoka kwenye hii dunia. Mama aliachia dua zake kwa Mwenyezi Mungu akimshukuru kwa sababu yeye ndiye anayejua pekee kila kitu kinachotokea. Yeye ndiye anayejua hatima ya kila mwanadamu aliye hai. Kesho yake mwili wa Nia uko umezikwa rasmi, na siku hiyo baba yake Nia hakuwa amefika hapo. Hakuamini kama mtoto wake kipenzi aliyempenda kafariki dunia. Upande wa Rama habari hii ikawa ni mbaya zaidi, kwa sababu kila mtu aliyekuwa anampenda amefariki dunia. Kwa sasa amebaki mpweke. Kijana alikuwa anatamani hata kufa. Ndugu wake ndiye mtu pekee ambaye alikuwa amebaki kando yake kwa ajili ya kumtia moyo, akimwambia kwamba hata wote waliokufa wanatamani wewe ungeendelea kuishi na ukapona. Katika jeshi la polisi maafisa walikuwa wamekusanywa. Kiongozi alikuwa ametoa kauli, Nia hakufa kawaida kama jinsi inavyosemwa, bali aliuawa. Kiongozi alikuwa ametoa tamko kwamba mtu anayenyoshewa kidole sio mwingine ni Andri. Kiongozi akasema kwamba Andri atafutwe mahala popote, akamatwe, aletwe hapa. Tumeelewana? Ndiyo afande. Polisi wakaenda moja kwa moja katika kibanda cha Dadang ambako Nia alionekana kwa mara ya mwisho. Vijana wakatoa tu ushuhuda kwamba kweli stori zinavyosemekana Andri alimfuata Nia baada ya kuwa ameondoka hapo. Hadi ikabidi kuulizwa na polisi, unajua makazi ya Andri? Kijana kwa amesema ndio. Dadang akampigia simu mtu mmoja anaitwa Pak Haji kumuuliza alipo Andri. Hakuwa na mazungumzo makubwa sana. Kweli mshikaji alikuwa amempeleka mahali ambapo alimuona Andri. Dadang alikuwa amemhitaji Haji au ameondoka hapo. Yeye akaenda moja kwa moja kuonana na Andri. Baada ya kufika hapo, Dadang alikuwa amemuuliza Andri kwamba wewe ndiye uliyemuua Nia? Nijibu. Akamchaji kidogo. Nijibu, si ndio? Jamaa akasema nilishindwa kabisa kujizuia. Akagundua kabisa huyu jamaa alimbaka yule binti na kisha akawa ameuficha ule mwili ili kuteketeza ushahidi. Sasa muda huu wanazungumza haya yote, Dadang alikuwa anajua kwamba Haji kaondoka, kumbe alikuwa hapo hapo anaendelea kusikiliza kila kitu kilichokuwa kinazungumzwa. Sasa Dadang akamsii, akamwambia kwamba polisi wanakutafuta kila kona, ondoka katika hiki kijiji, hakikisha uonekani tena. Kijana kweli alikuwa ameondoka hapo. Huyu mjomba wake ameamua kumfichia siri. Dadang alivyoondoka tu Haji sio kwamba friji lake ni bovu, hana kabisa hata hilo friji. Kijana akaenda kumwambia polisi kwamba sikiliza, nyinyi mnamtafuta Andri, katoka hapa nakimbilia kule mlimani yule pale, na polisi kweli alikuwa amemuona. Akawa amepigia simu polisi wenzake na kuwajulisha kwamba sehemu alipo Andri. Risasi zilipigwa juu, lakini jamaa hakusimama, aliendelea kukimbia tu. Akafika sehemu, begi lake lilikuwa limenasa kwenye mti. Wakakuta kuna madawa ya kulevya na vifaa vya kutumia madawa ya kulevya. Hii kesi nyingine tena. Andri alikimbia siku nzima. Usiku ulipofika, maisha yake yakawa ni ya kujificha ficha tu, ni kutafuta nyumba tupu na kujificha humo. Baadaye akawa amejificha ndani ya gari moja, akaanza kupuliza mimoshi. Kuna kijana mmoja akawa amepita hapa. Huyu kijana anaitwa Didi. Baada ya kufungua akamuona Andri na wanafahamiana. Didi akawa amemuuliza, wewe ndio uliyemuua Nia kweli?
Andri akawa amekubali, ni mimi kweli nilifanya hivyo. Didi akamshawishi akamsii, nenda kajisalimishe polisi, lakini Andri baada ya kusikia hivyo akawa amemshambulia kuona kama vipi wewe polisi tena. Didi akawa ameita polisi, Andri ikabidi kukimbia, watu wakamuungia tera, walimkimbiza mshikaji. Mshikaji aliendelea kukimbia siku nzima mpaka akawa amefika kabisa katika kijiji kingine. Kwenye kijiji hicho pia habari za tukio la Nia zimekwisha kufika huko. Wanakijiji wote hususa wanawake walikuwa wanawasihi sana mabinti zao wawahi kurudi nyumbani kwa sababu Andri hajakamatwa. Moja kati ya tukio ambalo lilitokea upande wa nyumbani kwa kina Nia, siku moja Mayang akawa amemuita Rini akampeleka katika chumba cha dada yake Nia. Baada ya kufika huko wakakuta kuna mbuzi mmoja chumbani kwa Nia. Hii inaonyesha wazi kwamba hata mbuzi wenyewe wamemkumbuka mtu ambaye alikuwa anawaingiza ndani. Wakati huo upande wa baba yake Nia ana majuto makubwa sana baada ya kuiacha familia yake, ndipo amempoteza mtoto wake. Anasema kwamba alipokuwa ameenda Medan kwa ajili ya shughuli za kidini, miezi kadhaa simu yake ilichukuliwa na kuhifadhiwa na viongozi, ndiyo maana alikuwa apatikane kabisa na familia yake. Alilia akijiona kwamba amekosea, akaomba radhi sana kwa Mwenyezi Mungu kwa kutoa taraka kwa mke wake, lakini atafanya nini sasa? Sasa huyu mzee alikuwa na kijana wake mwingine anaitwa Kifili ambaye alikuwa anasoma nje ya huu mji, na kwa sasa anataraji kurudi kwenye hichi kijiji kwa ajili ya kuchukua nafasi ya Nia ili aendelee kuisaidia familia yake. Na huyo kijana alitengwa na mama yake kwa muda mrefu sana. Na kweli kijana baada ya kufika kwenye hichi kijiji, moja kwa moja akawa amepelekwa moja kwa moja kwa mama yake. Mama yake akawa amefurahi sana kumuona huyo mtoto kwa sababu hajamuona tangu akiwa mtoto mdogo mpaka anakuja kumuona katika umri huu. Kijana akawa amesema kwamba kwa sasa atachukua jukumu ambalo alikuwa analifanya Nia, kila kitu kitakuwa sawa. Kwa upande wa mwanetu Andri, akiingia kwa siri kwenye nyumba moja iliyokuwa tupu pembezoni mwa barabara, akajificha hapo kwa muda. Maisha yake kwa sasa yamekuwa ni kuhamahama, hayana mwelekeo wa aina yote. Sasa baada ya kugundua kwamba kwenye hii nyumba hakuna mtu wa aina yote, akawa amepata matumaini kwamba atapumzika hapo kwa muda, hivyo akawa amelala kabisa. Palivyokucha mwenye nyumba akawa amerudi nyumbani kufungua mlango wa ndani haufunguki. Kutazama vizuri dirishani akaona kuna mtu anapanda juu ya dari kwenda kujificha. Mwenye nyumba huyu akaona isiwe kesi, akawa ametoka hapo akarudi na polisi pamoja na wananchi. Sasa wananchi wenye hasira wanajua kuhusiana na habari za Andri, wakawa wamefika kwenye hiyo nyumba, wanamtaka mtu wao. Yani usielewa, wananchi wakikwambia wanamtaka mtu wao, polisi wakawa wameingia ndani, wananchi wote wakawa wamezama ndani, wanamtaka huyo jamaa. Andri kajificha huko juu ya dari, anaogopa, anatetemeka. Polisi wanamwambia kwamba shuka, tutakulinda. Mshikaji wakawa wamemshusha mkuku, watu wako live, ni kurekodi tu matukio. Unapitaje kwa wananchi hivyo hawajakuchaji hata kidogo? Kutokana na uhalifu wake, kijana huyu alifungwa. Habari hizi zilikuwa zimewafikia hata watu kwenye magereza huko, na walikuwa na hasira kinoma na huyu jamaa kutokana na hii habari. Habari hizi zilikuwa zimeifikia familia ya Nia kwamba Andri amekamatwa na amefungwa. Kidogo ilipunguza huzuni, lakini kwa mama yake Nia haikupunguza huzuni kubwa, kwa sababu anaona kabisa Andri alistahili adhabu ya kifo kwa makosa yake. Hakukubaliana kabisa na hiyo hukumu ya Andri kufungwa tu maisha na sio kuuawa. Rama akiwa ugaibuni, kumbukumbu na sauti ya mpenzi wake bado zinaendelea kusikika kichwani kwake. Kwa sasa analazimika kuishi peke yake bila kuwa na mtu ambaye alikuwa akimtazama na alikuwa na wasiwasi naye na alikuwa akimjali kwa kila wakati. Ukweli unasema kwamba Nia Kumia Siri alizaliwa Februari 27, 2006 na alifariki dunia Septemba 6, 2024. Tukio la kubakwa na kuzikwa kwake ndiyo simulizi ya huyu binti. Maisha yake yalikuwa ni mafupi sana, yalikatishwa na kijana ambaye alikuwa na matumizi mabaya ya dawa ya kulevya, na kwa tamaa zake binafsi tu yaliamua kukatisha maisha ya binti mmoja mdogo sana mwenye umri wa miaka 18, na simulizi yake iko imeishia hapa. Kupitia maisha ya Nia tunajifunza umuhimu wa kuthamini wazazi wetu, kupigania ndoto zetu licha ya changamoto zetu, na tunapaswa kuwa waangalifu katika dunia ya sasa. Filamu hii inaacha majonzi makubwa sana, lakini pia ujumbe mzito sana kwa jamii nzima. Mungu awarehemu wote waliopoteza maisha yao kwa namna ya kikatili, na Mungu azidi kuwalinda watoto wetu na ndugu zetu kila siku. Subscribe, like, comment. Karibu.